ni mkurugenzi wa ukuzaji na maendeleo ya sanaa, Baraza la Sanaa la Taifa. Nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ambayo tumepewa kwa ajili ya kusimamia, kukuza na kuendeleza sanaa hapa nchini kama Baraza la Sanaa la Taifa. Lakini nitumie nafasi hii pia kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye ametoa nafasi ya Baraza la Sanaa kuwa wasimamizi wa kazi za sanaa hapa nchini. Na kwa kupitia nafasi hiyo, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru sana chama cha wasusi ambao mmejipambanua kwenye sanaa hii ya ususi, ambayo pia ni sanaa inayohusisha ulimbwende na utanashati. Kwenye eneo la ulimbwende na utanashati, bila kutengeneza vizuri nywele, pengine inakuwa ni changamoto kupata muonekano mzuri wa wadau wetu ambao mara nyingi wanafanya kazi hizi kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanakuwa na utanashati na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Kwa hiyo kama Baraza la Sanaa la Taifa, nitumie nafasi hii kukitambulisha rasmi chama cha wasusi kwamba ni chama ambacho kimesajiliwa na Baraza la Sanaa la Taifa na sasa kiko tayari kutekeleza majukumu yake mbalimbali, na niwaombe wasanii mbalimbali wanaojishughulisha na kazi za ususi kujiunga na chama hiki ambacho kimepata baraka zote na Baraza la Sanaa la Taifa. Na sisi kama Baraza la Sanaa la Taifa tutaendelea kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha kila msanii anayetekeleza majukumu haya wenye eneo la ususi basi anafaidika na mambo yote ambayo serikali inayatoa kwa ajili ya kuendeleza sanaa hapa nchini. Pia tunashukuru uongozi wa BASATA ambao uko chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan mama yetu, ambapo awali ya yote tulikuwa na wazo kwa ajili ya kuanzisha chama cha Umoja wa Masalonisti Tanzania, ikiwepo watu wa makeup, watu wa kucha, vinyozi, wasusi na watendakazi wote wa mambo ya urembo. Lakini baada ya hapo tulikuja BASATA kwa walezi wetu, kwa kweli walitupokea vizuri, walitufurahia. Na baada ya kufika hapa wakatupa miongozo na wakatuambia ususi na vinyozi na pia watu wa kucha ni sanaa kama sanaa zingine. Kwa hiyo tulivyopokelewa mahali hapa tulipewa mwongozo, tukajisajili. Kwa sasa tumeshajisajili BASATA, wakatupeleka KOSOTA, tukajieleza, pia tukaenda shirikisho, tukajisajili. Mimi naitwa Frank Wilson, ni mlezi na mwanzilishi wa chama hiki cha Salonisti Tanzania. Na lengo na madhumuni ya kuanzisha chama hiki ni nini? Ni kwamba lengo ni kwamba tulikaa sana tukijua kwamba tasnia hii ya urembo ni tasnia ambayo ni ya muda mrefu sana, ni ya miaka mingi sana. Lakini tasnia hii ikikaa rafu, yani haina mwelekeo, pamoja na kwamba tasnia hii ni kubwa na ni tasnia ambayo inatoa ajira kwa watu wengi sana tena sana. Kwa hiyo tukaangalia jinsi gani maisha yetu kama wasusi ilivyo, kwamba wasusi wanaweza kuwa wanaumwa lakini matibabu kwao inakuwa ni shida, lakini wengine wanafariki, huwezi kumuona msusi akishiriki msiba wa msusi. Kwa hiyo tukaona kama hili jambo sio jema, ni kwa nini tusianze umoja ili pia tuweze kusaidiana sisi kwa sisi kama masalonisti. Ndipo wazo likanijia, nikasema hapana, lazima tuanzishe umoja kama wasanii wenzetu wanavyoshirikiana, wasanii wa muziki, wasanii wa filamu wanavyoshirikiana katika umoja, na sisi tukapata hilo wazo. Nikaanzisha hiki kitu kinaitwa Chama cha Saluni Tanzania. Lengo na mazumuni ni kuweza kusaidiana katika maradhi, katika furaha, lakini pia katika shida.
Lakini vile vile kama tunavyojua kwamba rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan anapenda sana tasnia hasa ya sanaa. Kwa hiyo kwa tasnia hii ambayo unakuta saluni moja imeajiri karibu watu 10 hata 20. Ina maana ni tasnia kubwa sana ambayo inatoa nafasi ya ajira nchi hii. Lakini vile vile pia kwa maendeleo ni tasnia ambayo pia inachangia swala la kimaendeleo hasa la kodi kwenye nchi hii ni watu wa saluni. Kwa hiyo tunaomba sana serikali yetu iweze kutupokea na iweze kutunga mkono. Nia yetu ni dhati, lakini vile vile hatutaishia tu waweze kutusaidia, bali na sisi tutaonesha nguvu yetu kama wasusi kwa jamii ili kuweza kushirikiana nao, lakini pia kwa serikali kuweza kuwaunga mkono. Lengo letu ni mengi ameongea kaka Mlezi, lakini mimi nilikuwa naomba tu kwa wanachama ambao wanataka kujiunga, kiingilio ni 10,000. Ada ya mwezi ni 5,000. Nasisitiza wanachama ambao mko hapa na wengine wanataka kujiunga, ada ya mwezi ndio kila kitu. Kwa hiyo sio tu kama utakavyojiunga ukitoa ile 10,000 ndio umemaliza. Tunaomba jamani, ada zenu, ada ndio kila kitu. Kwa majina naitwa Villa Chaula, almaarufu kama Ali Stylish, but wengine wanapenda kuniita International Hair Stylist. Napenda kumjibu dada Jackie hapo swali lake alilouliza ni kwamba hizi viingilio na ada zinatusaidia katika jamani. Sisi tuna katiba. Hakuna chama ambacho hakina katiba. Kuna katiba na katika katiba kuna malengo. Sisi tuna malengo mengi sana na ni mazuri kama masalonisti, kama watu wa kucha, wa makeup, wa nywele. Tuna malengo mengi sana. Lengo la kwanza kwa haraka tunatamani kuja kuwa na bima ya afya. Tunaweza tukawa tuna kianzio kidogo then serikali wakatuboost. Kwa hiyo zile ada, zile michango inaingia huko. Pia tuna ofisi iko. Kwa hiyo ofisi pia itajiendeshaje? Kwa hiyo zile ada na michango tunajiendesha, itakuwa inaendesha ofisi. Na kingine tuna malengo siku moja na sisi kuja kuwa na duka labda la nywele ambao tunaweza tukasambaza kama nyinyi mnavyonaniliu. Kwa hiyo tuna malengo mengi sana. Kikubwa tu wewe ingia kwenye chama. Ukiingia kwenye chama utapata majibu ya maswali yako yote. Tutafute kama kaka Frank alivyotaja namba, tutafute, tuko wazi na ready. Mimi unaweza kanifuata hata DM kwangu, kanifuata kwenye namba zangu za simu, nitakuelezea katibu, mwenyekiti na viongozi wote ambao tuko hapa, tuko kwa ajili hiyo. So tunawakaribisha sana wewe uko mkoani, uko Dar es Salaam, uko kokote, as long as wewe ni msusi, uwe umeajiliwa au hujaajiliwa, uko wewe ni bosi, wewe umeajiliwa, tunakaribisha sana. Wewe ni mtu wa makeup, mtu wa kucha, narudia, wewe ni msusi, kwa sababu watu wanaona ni sababu tu ni wasusi peke yao. Hapana, tuna watu wa kucha hapa wapo, kuna watu wa spas, as long as unadili na saluni. Saluni ina consist vitu vingi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunawapenda sana. Na napenda nitoe shukrani zangu za dhati sana kwa BASATA. Mimi nimewasumbua sana. Nimekuja hii si mara yangu ya ngapi kuja hapa kwa ajili ya hiki ambacho leo kimetukatisha hapa. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye nina furaha sana leo. Yaani siku ya leo nilikuwa naiota kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo I'm so super proud of this one. I'm proud kwa sababu na mimi nimekuwa among of them. Nyie wote hapa na mimi nipo. Ningejisikia vibaya kama hii siku ingetokea alafu mimi nisingekuwepo. Kwa hiyo nafurahi sana na nawashukuru sana BASATA walizi wetu, hamkunichoka. Nakumbuka mimi nilianzia mtandaoni nikaniita like mkaona video yangu mkasema no, huyu lazima tumweke karibu, wakanielezea kwamba kuna 1 2 fuata hapa. Na pia nimshukuru mwanzilishi kwa sababu hata nilitamani kuanzisha lakini ile unajua unaogopa, mambo ni mengi, industry yetu ina vitu vingi sana, lakini wewe kuthubutu pia, Mungu akubariki sana. Na sisi kama wanasalonisti kulichukua na kulifanya kwamba yes, let's do this. Niwashukuru sana, mmeweza sana. Na kuna sehemu naona tunaenda, kuna sehemu wasusi tunakuja, masalonisti naomba tuambie wasanii wenzetu, wewe ni bongo movie whatever mwanamuziki, mjue kwamba kuna wasanii wengine masalonisti tunakuja and we are coming very fast.